Peleke ndani. Siamini vile kunaenda. Atukaribishe. Mpaka ametoa viatu. Haya, tuingishe kwa nyumba please. Tuonyeshe ndani. So daktari kaja sawa kabisa. Sasa watu kama hawa hii ndio dawa yao sasa. Yes. Ndio dawa yao. Ndio dawa yao. Na watu kama hawa wengi wamepitia mambo kama hii tu. Hello guys, welcome msafirisho guys, kama kwa mjio kwenye tunajua Kenya tunafanya guys, unajua mono venye tumefanywa manzi hapa hivi kwa gate. Juu tumekuja kwa nyumba ya Stella manzi. Na hii nyumba Stella alikuwa amesema alikuwa amebuy kutoka kwa rafiki yake. Unaelewa, so after sisi yako nilimaliza shule kumwambia kuja akae hapa hivi, si ndio? Ile time yenyewe pia ulikuwa umesema sijui ulikuwa umeiweka Airbnb kidogo, unaelewa? Ndio kaachia sisi yako. So daktari amefika manzi. Na daktari unajua ulikuwa umepeana siku sijui ni 1 ama 2, na leo tuko hapa hivi na Makena amesema, yani Stella amesema kwamba anataka uanze na hapa. Unaelewa? Yes. Habari ya mtoto yangu? Nzuri sana daktari. Yes. So nimefurahi sana kwa sababu katika kikao cha mwisho ambayo kilipita kuna ahadi ambazo tulikuwa tumejadiliana na tukaweka, na tukasema kama mtu hataki tatizo lolote afuate ahadi ambayo tulikuwa tumeweka. Na baada ya siku mbili nilikuwa nimejua mambo kama hii itatokea, kwa sababu na kuanga na kile kipawa cha kuona nini mtu anafikiria ama nini mtu anataka kufanya. Lakini mimi kama mwanadamu huwa nampea second chance. Sawa, sipendi hata nikiona kuna kiburi, kuna ile nafasi ambayo nitakupatia ndio kama unaweza tumia hiyo muda kujirekebisha ama kufanya kitu ambacho kinahitajika. Sawa. So wakati tulinipigia simu kaniambia mmeenda kwako kwa nyumba ambayo nilikuwa nimekuambia nafaa irudi na umekatazwa kuingia kwa compound. Kwangu haikuwa kitu mgeni, kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nimeona lakini nilikuwa nimepeana muda nione kama anaweza rekebika. So wakati umenipigia nimesema lazima nifike, kwa sababu ni kitu ambacho nilikuwa nimeshaona. Asante. Nimeshukuru sana umekuja tena kutusaidia. Yes. Na pia kutembea na mimi katika hii safari ya so leo tumekuja tu kujaribu kuingia kwa hii nyumba. Hata tumekatazwa na Mama Roni yako huku leo, anasema ati anaishi huku. Hata hiyo concern, hiyo ujumbe sikuwa nimepata. Sasa ndio anasema anaishi hapa na amekataa kabisa kutufungulia, kuacha tuingie ndani. So niko na uhakika kuna kitu inaendelea huku ndani. Na sijui kama ni juu ni kama she's confirmed that Ronnie na Makena wako huku ndani. Na sasa sijui ni nini wanafanya, sijui. Uzuri ni kwamba niko hapa na usikuwe na wasiwasi, kwa sababu penye niko kijana wangu ndio nimetembea kwa muda na ananielewa vizuri kwamba nikishaweka ahadi, kitu ya kwanza wasikosi kwa hiyo ahadi ambayo nimeahidi. Na kama nimeahidi kwamba nitakuwa kwa mkutano fulani ama kwa mkutano fulani, lazima nitafika. Sawa. So niko hapa. Na umesema mama ya Runi ndiye amekukataza kuingia. Okay. Kwa sababu nikipiga darubini yangu ni kwamba wako wote ndani. Wako wote mpaka yule bibi yake Anji pia yuko huko. Na Roni pia yuko huko. Na kwa sababu ameweka hapa kwa nyelango ndio usiingie, ni kwa sababu kuna mambo ambayo yanaendelea huko ndani. Na sasa yamewekwa kama mlinzi ndio wamalize mambo yao. Na mambo ambayo yanaendelea ni mambo machafu. Na watu ambao wanafanya mambo ni watu 4. Na hao watu 4 ni nikianza umeshajua ni nani. Of course Roni yuko ndani. Dada yako yuko ndani. Anji yuko ndani. Na kuna mwanamke mwingine pia. Wako watu 4 ambao kuna vitu ambazo wanaendeleza ambazo mimi kama mzee hata nashindwa haya ya kutaja hapa mtoto yangu. Lakini sasa hiyo nje wanaendeleza hayanihusu. Na najua pia hayawahusu, kwa sababu kitu ambacho tumekujia hapa ni vitu za mtoto yangu hapa. Sawa. Sasa mambo ambayo anaendeleza ni yao. Sawa. Lakini sasa
wangeenda kufanyia kwingine na mali yako ama chochote ambacho ni chako wamerudisha ama hakihusiki, mimi sina shida. Lakini kwa sababu sasa hiyo mambo machafu ndio wameleta tena kufanyia kwa nyumba yako, ndio maana nimefika hapa. Ndio maana vile mmenipigia sijapoteza muda. Ndio maana niko hapa. Hivyo vile umesema kuna mambo inaendelea huko ndani, mambo machafu. Unajua sielewi kabisa. Sasa unajua kuna mambo yenye mtoto yangu siwezi taja. Labda nifanye unapanga kunimaliza ama nikifanya kazi tukiingia mtapata chenye namaanisha ama mtajionea kwa macho. Sitaki kutaja hapa kwa sababu ile ingine inaweza kuwa ni hii chafu ya kunimaliza. Watu waine kuna mambo ambayo wanafanya. Sasa kitu ambacho nataka kufanya kwa sababu huyu Mama Roni amekukataza kuingia hapa, na ni kwa sababu pia yeye aliungana na mtoto yake kufanya mambo ambayo amekufanyia. Unajua mtu kama huyo sasa kwangu ni madharau. Sawa sawa. Na unaelewa mtu ambaye ananifanyia madharau huwa haendi bure. So kitu ya kwanza lazima akuje hapa na ikiwezekana atapata punishment kwa sababu mambo ambayo anafanya especially kama yeye mzazi, kuna mambo kama hii ndiye anafanya kwa anaondoa, lakini sasa unaona yeye ndiye anaunga mkono na mtoto wangu hapa ndiye anaumia. Sawa sawa. Yes. So Mama Roni ameweka kwa gate aweke ulinzi. Mama Roni ameweka kwa ulinzi. Kuna mambo machafu yanaendelea na pia yeye kuna pesa ambazo amelipwa na ako kwa deal. Sasa kuna vitu ambazo amaidiwa waambia weka hapa kwa sababu wakati nilikuwa nimepeana siku 2 walikuwa wanajua kitu kama itatokea, labda utakuja utakuja kwa hii nyumba kujaribu labda kurudisha. Sawa. So mambo ambayo yanaendelea sitaki kuyataja. Nataka mwenyewe mjione kwa sababu wanasema mwenye macho ambiwe tazama. Sawa. So nataka unaweza bisha huyo mwanamke akuja hapa nione akatae sasa kufungua nikiwa hapa. Yes. So amesikia? I hope amesikia. So yeye ndiye amewekwa kama security kwa gate. Hiyo ni kama kurogwa ama kuna kitu inaendelea hapa. Yaani tena ni nyinyi? Mimi nimekwambia siendi mahali mpaka tuingie kwa hiyo nyumba. Nimesema hapa kwangu hakuna mtu anaingia. Hauna masikio? Masikio niko nayo na nimekusikia vizuri sana mama. Basi enda. Lakini hatuwezi shinda tukibishana hapa na nyumba ni yangu. Umesema ya daktari. Habari ya mama. Daktari. Wewe ndio daktari sasa? Habari ya mama. Salimiange watu. Unajua mtu kama mjaionana kwa Kiafrika mnajuana, mnasalimiana, kama kuna jambo ndo mnaanza kuongea. Lakini sasa unaona amesharuka kabisa kuonyesha kwamba hapa hakuna amani. Na unaona mtu kama huyu mwenyewe anajua chenye kinaendelea. So mama, mimi naitwa daktari kama vile umeambiwa, na unajua kitu ambacho tumekujia hapa. Na chochote ambacho unafunga huku ndani ama chochote ambacho unajaribu kuficha, tushajua ambacho kinaendelea. Hiyo mambo machafu ambayo mtoto yako na hawa wanawake wengine ambao wanaendeleza huko ndani tushaona. Na yoyote ambaye anafanya kwa giza itaanikwa tu. Na uzuri si kuanikwa tu kamera. Nimeona kijana yangu kila wakati unatembea na kamera. Iko hapa. Lazima itajulikana tu. Mtoto wangu hakuna mambo anafanya. Mtoto wangu ni msafi kabisa. Sawa. So chenye imetuleta hapa si mambo ya mtoto wako na mambo si mambo machafu. Tulikuwa tunaomba kwa sababu wewe ndio umeweka kwenye lango, kama unaweza turuhusu tuingie. Alafu tunaende tukae tuongee. Hiyo mambo ishe. Tafadhali nakuomba kama mzee. Hakuna kuingia. Nilisema hakuna kuingia kutoka kitambo. Anzeni safari muende. Sasa mama kama huyo ambaye anaonyesha kiburi, sisi tutasaidiana nacho kwa sababu hata salamu peke yake ametuonyesha kwamba hakuna amani hapa na hayuko ready kusikiliza mtu yoyote. Ndio. Ni kama vile nilikuwa nasema tu juzi, waaibishwe. Hii familia iko na kauchawi sielewi. Na mimi uchawi ndio unajua wewe. Mimi sijui uchawi. Wewe bwanako, mtoto wako labda ndio is the victim in all this.
You have spoiled that child. Ni malaya sasa. Ni mtoto wangu. So, na ndiye mtoto peke yake. Nimesikia. Lazima nimlee vizuri. Okay, ni sawa. Ngoja sasa utaimba yako. Daktari. Nimeona ukisaidia watu wengi huko. Kwa nini watu wanajikuna, watu wanafanya hivi, mimi nataka ajikune. Ajikune mpaka aisikie kwa maini. Itatendeka. Nataka ujikune mpaka uisikie kwa maini. Fanya kama tuone kama itatendeka. Hebu wewe fanya hiyo. So daktari umesema unataka kuforce, wacha tu ukipea punishment atatufungulia tu tuingie tu. Sasa kitu ambacho nitafanya hata ikiwezekana nataka nimpe punishment. Na ndio nasema baada ya punishment mwenyewe atufungulie, atukaribishe. Atukaribishe na atusihi. Yaani ikiwezekana atupigie magoti kutuingie. Na ikiwezekana hatastaki kuongea maneno mengi. So Mama Ronnie, tafadhali mara ya mwisho nilikuwa nakusihi kwa sababu sipendi kufanya kitu wakati kuna muda mtu anaweza rekebika. Fungua mlango. Hapa siwezi nikafungua. Ama shauri yako. Fanyeni venye mnataka. So uko sure hakuna kitu unaweza fanya? Hakuna. So hakuna kitu anaweza kufanya? Hawezi. Hawezi. Sitishiki hata kidogo. Okay, utetemeki. Kabisa. Daktari hapa yangu. Umesema ulikuwa unataka fanya nini? Nataka jikune mpaka isikie kwa maini. Nataka jikune. Sawa. Sawa mtoto wangu. Nisalimie hapa. Kazi kwako. Utamguza tu. Hiyo kujikuna hiyo. Sasa wacha tuone kama utatufungulia. Fungua hiyo mlango. Oh, haya. Daktari. Daktari. Nisaidie. Nataka kufungua mlango. Nisaidie. Daktari, nimewasamehe. Nisamehe tu. Kwanza kidogo mpaka uisikie kwa maini ndio ufungue mlango. Nisamehe tu. Nikupea muda. Sitarudia tena. Unaona kazi ya daktari? Kumbieni. Fungua mlango tuingie. Haraka. Unatuwestia time. Unaisikia kwa maini? Juu nataka aisikie kwa maini. Sasa mbona umefungua na ulikuwa umekataa? Sasa tuingie. Ngoja kwanza tukuangalie ukijikuna. Haya. Wewe. Daktari. Nisamehe, nimesikia. Sahi. Hebu tuingie kwa nyumba. Sikia, ingieni. Sabaki hapa akijikuna. Si tuingie. Acha tu direct. Unajua sasa hii ametii. Peleke ndani. Peleke ndani. Wataka tuingie direct ama punishment? But compound iko sawa manzo, you have a nice house. Thank you very much. Hey, siamini vile kunaenda. Atukaribishe. Mpaka ametoa viatu. Haya, tuingishe kwa nyumba please. Tuonyeshe ndani. So daktari kaja. Yes. Sasa watu kama hawa hii ndio dawa yao sasa. Yes. Ndio dawa yao. Ndio dawa yao. Na watu kama hawa wengi wamepitia mambo kama hii tu.